Na kwingineko ni kwamba jeshi la polisi nchini Tanzania limepuuzilia mbali video na picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa maandamano yalifanyika nchini humo hii leo. Taarifa hiyo iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi David Misime imetaja kuwa picha zinazosambazwa ni za matukio ya zamani, ikiwemo yale ya maandamano yaliyofanyika katika tarehe 29 na tarehe 31 Oktoba mwaka 2025 wakati wa uchaguzi mkuu nchini humo. Mapema hii leo usalama uliamrishwa nchini Tanzania, huku jeshi wakishika doria katika mji mkuu kufuatia mipango ya maandamano ya kupinga serikali iliyotarajiwa kufanyika sambamba na siku ya kusherehekea uhuru wa taifa hilo. Hapa pia nchini Kenya, wanaharakati 6 waliokuwa wamekamatwa wakiandamana katika uwajibikaji kufuatia taarifa za mauaji na watu kupotea nchini Tanzania wakati wa uchaguzi wa urais wameachiliwa huru. Jeshi la polisi lingependa kutoa wito kwa wananchi kuendelea kuzipuuza picha mjongeo na picha mnato zinazoendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba kuna maandamano yameanza maeneo mbalimbali. Taarifa hizo sio sahihi. Wanatumia picha mjongeo na picha mnato za matukio ya nyuma kama vile ya tarehe 29, tarehe 30 na tarehe 31 mwezi wa 10, 2025. Tunaendelea kuwahimiza Watanzania kuendelea kuzipuuza picha za aina hiyo kwa sababu zina lengo la kuwahadaa kwamba kuna maandamano yanafanyika. Ikumbukwe kwamba maandamano hayo ambayo yalikuwa yanapewa jina la maandamano ya amani yasiyo na kikomo yalipigwa marufuku toka tarehe 5 mwezi wa 12, 2025.